Popote pale ulipo Tanzania, kila siku Jumatatu mpaka Jumamosi kuna shilingi milioni 10 ni lazima ipate mshindi mmoja. Ni kwenye Tatu Mzuka, bahati nasibu ya Tanzania. Jaribu na wewe bahati yako. Tuma kuanzia shilingi 500 hadi 30,000 kwenda kwenye namba ya kampuni 555111 zikifuatiwa na namba zako 3 za bahati utazozichagua mwenyewe, mfano 564, alafu unaandika neno AYO. Nataka niwahakikishie kwamba mwenendo wa pamba kwa sasa kwenye msimu huu umejipanga kwa sura hiyo. Nilikuwa nataka nije niwahakikishie mjue msimu unaanza lini, mfumo wa kuipata pamba kule kijijini, mfumo wa malipo na usalama wenu wa mitaji yenu. Iko dalili mwaka huu kama hali ya hewa isipoharibika, tutakuwa na pamba nyingi sana. Na kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa bodi na tathmini zake za kila mwaka huu tunatarajia kuzalisha pamba nyingi sana. Kwa hiyo tunapokwenda sasa hatua hizi, lazima tuendelee kukutana na wadau. Ndio kwa sababu leo nimeona tuzungumze sasa, tujipange sasa kwenye manunuzi. Kwa hiyo tunapofika hatua hiyo, ni lazima nikutane na nyie, tukamilisha ule mtiririko wa kukutana na wadau wa zao hili la pamba. Wadau wetu, hata taasisi za fedha, inakuwa rahisi kuwafikia, kuwapa huduma. Kwa hiyo hili tutalikamilisha kabla ya mwezi Machi show, na shapata hizo taarifa. Mradi shakamilisha taarifa hizo, atazipeleka kwa mkurugenzi mtendaji wa bodi, watu ambao kwa sasa tumewataka wafanye kazi kwa pamoja. Na nyie wanunuzi, mnapotaka kuingia kwenye biashara hii, wale wenye nia ya kununua, mtakwenda bodi kuorodhesha 9 interesting areas ambazo mnapenda kununua kutokana na ukaribu au yale maeneo ambayo uligharimia kwa awamu hii. Lazima mkurugenzi wa bodi ajue wewe ulikuwa umeshakubaliana na wapi na watu gani, eneo gani, na ungependa kununua eneo gani, kwa sababu yeye atakuwa na orodha ya maeneo yote yaliyolima pamba, na angependa maeneo yote, pamba yote inunuliwe na ifikiwe na wanunuzi. Kwa hiyo kija pale utarejista na eneo ambalo unatamani kununua, yeye atasema, taona orodha ilivyo, ili uweze kufanya maandalizi. Na hilo unaweza kulifanya mapema tu. Wakurugenzi wanasikia, tutakapoanza msimu, moja ya jukumu kubwa kwao ni kusimamia mwenendo wa pamba na mauzo yake. Nadhani mmenisikia kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wetu. Sasa kuna vitu vimekuja pamoja na hili ambalo Mheshimiwa DC amesema. Swala la malipo, ameeleza kwamba wakati mwingi, wakati huo tulikuwa tunanunua pamba, tulikuwa tunaenda halmashauri, na kwa kuwa tunalazimika kulipa sesi, tulikuwa tunalazimika kulipa in advance. Hiyo tumeisimamisha. Utalipa sesi kadiri ulivyonunua. Tunajua wewe umenunua kwenye eneo A, pale umekusanya kilogramu hizo ambazo zimerekodiwa pia na AMCOS. Kwa kuwa halmashauri ina afisa ushirika, kwa kuwa halmashauri ina afisa ugani wa kilimo, na wote wanashiriki kwenye mchakato mzima wa ununuzi wa pamba, nao watakuwa na takwimu ambazo wanalazimika sasa uiwakilisha takwimu hizo kwa mkurugenzi wake, ili uandikiwe bill sasa ya kilogramu zilizonunua, ndio unalipa sesi. Wewe utalipa sesi kadiri ulivyokusanya, kwa sababu unaweza kutoa in advance, ukatoa advance ya milioni 100,
tukakusanya kilograms kidogo, na tunaambiwa halmashauri mkishafanya kupata sesi mnaingiza kwenye matumizi. Ukija kudaiwa unatoa wapi? Kama mnunuzi hajafikia kununua pamba kiasi kile na wewe umechukua advance hiyo nyingi, alafu wewe umeshaingia kwenye matumizi na huyu hajapata pamba anayotarajia, je, ukidaiwa unaipata wapi, wakati fedha zote za serikali zikiingia pale zina maelekezo? Wakurugenzi, msifanye hilo, mtapata matatizo ya mfumo wa matumizi ya fedha serikali kwa sasa. Zikiingia hapo unaanza kuzitamani, utatempa nazo, utapata matatizo kwa msimamo wa serikali yetu. Kwa ni muhimu sana ukajipanga kufuatilia, kujua mwenendo wa mauzo ya kila siku, ndio kazi yetu kama serikali, ili ujue kampuni A leo kwenye chama kikuu imenunua kilogramu ngapi. Unaweka record ili atakapokuandikia huni unakulinganisha manunuzi yake na fedha leo kulipa. Na sesi 3%. Ndio waziri wa fedha. Waziri wa fedha baadaye atawaambia sesi ni 3%. Huko mwanzo tuliweka between 3 and 5. Kwa kila mmoja alikuwa na vare na wote walienda kwenye 5. Lakini tulipofanya mabadiliko yetu kupitia bajeti ya mwaka uliopita, bunge zima lilisema 3%. Mheshimiwa bunge wenzangu, ndio. Yes, kwa ni 3%. Wanunuzi na mashaka katika haya. Nitoe nafasi tatu. 1, 2, 3. Nashukuru sana. Haya, twende. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti wa kikao hiki na wajumbe wote mliohudhuria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mipango uliozungumza wewe ni thabiti kabisa kwa usimamizi kama utasimamia, lakini nilikuwa naomba pia ulisisitize hili la sesi kwamba wewe umesema leo kwenye kikao hiki kwamba umesitisha utaratibu huu uliojiwekea, lakini ukishatoka hapa tutakapokwenda kule unakuta unaambiwa kwamba TAMISEMI hawajatuletea barua, kwa utaratibu wetu bado unaendelea huo. Hao wamesema wako wapi? Tunataka maandishi. Kwa hiyo kunakuwa na contradiction hapa na pale. Mheshimiwa, kama waziri mkuu, bahati nzuri umeambatana na viongozi wa TAMISEMI, waziri wa fedha, naomba waliclarify hili jambo. Ukishaondoka mkuu, kuna wakuu wengine kule mawilayani wanataka maandishi. Asante sana. Kwanza nashukuru sana kwa hayo yote walikuwa umeeleza, kwa sababu ni kweli kilikuwa kidonda chetu. Nafikiri serikali ya awamu ya 5 imeenda sehemu yake ya kuona jinsi gani ya kutatua matatizo sugu katika sekta ya pamba na nyinginezo. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa hiyo. Kingine ni ubora wa pamba. Ubora wa pamba, kwa bahati mbaya kulikuwa na tatizo la uchumaji ambao unaitwa komba na usangusangu, ambao kwa bahati mbaya unaharibu, kwa sababu wanachukua kila kitu kwa pamoja, takataka. Wakati mwingine pia wanaita mchanga wa shambani na kadhalika. Nafikiri hili nalo lifanyiwe kazi kwa muda mwafaka, na huu ndio muda mwafaka kuhakikisha uchumaji. Katika uchumaji huwa tunazungumza kunakuwa na lubega mbili, lubega ya pamba fifi na pamba iliyokuwa nyeupe. Kwa hiyo katika uchumaji pia pale kufanyike grading kuhakikisha pamba na ubora ule unazingatiwa. Nashukuru sana. Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana kupata nafasi hii ya kuongelea kero. Ningependa ufafanuzi tena, wewe mwenyewe ukiwepo hapo. Tulilipa advance sesi mwaka jana pesa nyingi tu na pamba ile hatujainunua. Je, hiyo pesa zilizobaki pale halmashauri watazi-offset kwa hesabu ya mwaka huu au la? Haya, vizuri. Kwa hiyo tuanze. Mzee wangu ameendelea kusisitiza usimamizi.
nataka nirudie tena kuhakikishia kwamba tumejipanga vizuri kusimamia zao la pamba, na tunataka kwenye usimamizi huu mkulima asaidiwe kulima pamba kitaalamu, na tayari tushahamisha maafisa kilimo kutoka ofisini wapeleka kwenye maeneo ya wakulima. Halmashauri zote zilizokuwa na maafisa 7 wa 8 ofisini, sasa tumewaacha 2 tu, wengine wote tumewapeleka kwenye centers huko vijijini kuwasaidia wakulima namna ya kulima kilimo hiki kwa utaalamu. La pili, swala la sesi. Nashukuru umeendelea kulisisitiza tu kwamba wengine wao waelewi mpaka barua. Hapa nimekuja na naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu. Mimi nikishamaliza kusema anarudi kutekeleza kuandika barua kama ni lazima, lakini maelekezo haya ndio maagizo ya serikali. Na kwa bahati nzuri niko na waziri wa fedha, kazi yake yeye ni kumonitor kama hilo tulilozungumza ambalo mimi nimeagiza linatekelezwa vile. Kwa hiyo wala usio na mashaka, na hakuna mkurugenzi atasema sijapata barua kwenye taarifa, kwa sababu wakurugenzi wote nimewaita, wako hapa, na wenye vitu wa halmashauri wote wako hapa, wakuu wa wilaya wao wako hapa. Kwa hiyo naamini kila kinachozungumzwa hapa inakuwa noted kwa utekelezaji, ndio utaratibu wa serikali. Mheshimiwa Waziri atajibu swala la ubora na huo mchango wa elimu plus sesi ambayo pia ipo kwenye maeneo haya. Karibu. Baada ya mfumo huu kuwa tutakapokuwa tumeufikisha vizuri, kwa hivyo kutakuwa na hatua 2 za kusimamia ubora. Moja ni kwenye ile chama cha msingi chenyewe, yaani wakati wanapokea pamba, maelekezo yatakayokuwapo ni kutopokea pamba chafu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuanzia msimu uliopita tulikwisha sema na tulitekeleza, waliokamatwa kwa kujaribu kuingiza pamba chafu zenye mchanga, zenye maji, na ni wapi kule Bariadi, watu walifungwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na waziri wote, mwenyekiti wa bodi, wadau mlioko hapa, wanahabari, mimi nimefarijika sana kwa mjadala huu mrefu uliochukua masaa 2 ambao umeweka mwelekeo wa kwenda kwenye masoko ya zao letu la pamba. Lakini kubwa zaidi, sisi serikali kuahidi nyie kwamba yale yote ambayo na nyie mmeshauri, mmeomba yasimamiwe, yatekelezwe, nataka niwahakikishie tutayatekeleza. Tutaendelea kusimamia kadiri muda unapokwenda, tutakuwa tunatumia njia zenu za utawala, uongozi wenu kuwapa mrejesho wa kila hatua ambayo tumeifikia. Malengo yetu, ununuzi wa pamba uwe ni ununuzi rahisi, usiowaingizia gharama ambazo si muhimu, ambao pia utaendelea kutunza uwepo wenu na tunu yenu kwetu, ili kufanya vizuri mwaka huu. Tunaamini mwakani tutafanya vizuri zaidi, na sisi kama serikali ndio faraja yetu kwa pande zote mbili, kwa wakulima na nyie wanunuzi. Lakini nitakuwa nafanya ziara sana Mwanza za kukutana nanyi, kuona mmefikia hatua gani, mmekutana mambo gani mazuri, lakini na changamoto zipi mmekabiliana nazo, ili tuweze kuzitatua. Mwisho nitoe shukrani zangu kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza. Nimekuwa mkoani Mwanza leo siku ya 7 mfululizo, haijawahi kutokea. Lakini jambo hili alikuwa na bahati mbaya, kwa sababu nilikuwa nakagua kilimo cha pamba, lakini pia nilikuwa nafanya kazi nyingine, kutana na wananchi, kusikiliza kero zao, kutatua yale ambayo yanawezekana kwa wakati huo, na kuacha maelekezo ili wananchi waendelee kuhudumiwa, na jambo hilo tumelimaliza. Kwa nawashukuru sana wanahabari, na mwisho kabisa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza waonyesha mapenzi makubwa sana kwangu. Kila palipokuwa na mkutano, idadi kubwa ya wananchi ilikuwepo, watu walijitokeza, watu walionekana kuwa na hamu ya kuonana.
vile zile fursa zetu sasa huwa sio rahisi sana, lakini angalau tumeweza kuonana nao. Ningependa siku moja ningetembea mtaa wote huko alafu tuwe tunakutana. Sasa haiwezekani sana, lakini tunashukuru kwa mapenzi makubwa mlioyaonyesha. Naomba mnifikishie salamu zangu kwao. Na nyinyi mna nafasi nzuri ya kuwafikia, wapeni salamu zangu. Na sasa niseme kikao hiki ambacho leo tulikipanga kwa ajili ya kuzungumzia mwenendo wa manunuzi ya pamba msimu huu wa 2018-19, kikao hiki leo nimekiahirisha